kwa mavazi ya kujistiri. Mwanamke unavaaje suruali? Lini mwanaume akavaa gauni? Kwa nini wewe mwanamke uvae suruali? Vaa nguo ya kujistiri. Hicho kimini unamvalia nani? Wewe mwanaume unavaa pensi, unamvalia pensi nani? Mimi unamuonyesha nani? Amen. Mwanamke anatakiwa avae nguo ya kujistiri. Sio nguo ya kuonyesha umbile lake. Sio nguo ya kuvaa kumbana. Sio suruali. Hairuhusiwi. Mwanamke anatakiwa avae nguo ya kujistiri. Wala si kwa kusuka nywele. Amen. Mwanamke haruhusiwi kusuka nywele. Haruhusiwi kusuka nywele. Nywele zake zile alitokanazo mbinguni ndizo anatakiwa awe nazo. Kwa nini umkosee Mungu kwa kusuka nywele? Kwa nini umkosee Mungu wewe mama? Kwa nini umkosee Mungu wewe dada? Kwa nini ujiongezee mambo ambayo Mungu hakukuongezea? Amen. Amen. Endelea pale kunasema usiwafi kwa kuvaa lulu. Tumesema hiyo ya kwanza. Ndio. Mstari wa 9. Ndio. Si kwa kusuka nywele. Si kwa kusuka nywele. Mwanamke haruhusiwi kusuka nywele. Wala kwa dhahabu. Wala kwa dhahabu. Hapo mtumishi. Dhahabu inayozungumziwa. Wapi imeandikwa cheni ya kiume mwanaume ya kuvaa? Mwanaume haruhusiwi kuvaa cheni ya kiume. Wewe mwanamke, wewe msichana haruhusiwi kuvaa hereni. Hata mwanamke haruhusiwi kuvaa pete. Amen. Hata yeye unasema watu unavaa shida tupu. Amen. Endelea mtumishi. Mwanamke ndio 11. Ndio. Au niendelee hapo? Ndio. Mwanamke ndio na ajifunze katika utulivu. Ajifunze katika utulivu. Akitii kwa kila namna. Kwa kila namna akitii. Asisuki nywele ni kutii. Acha kusuka nywele leo. Unamtii Mungu wa mbinguni. Nisomee na kitabu cha waraka wa Paulo kwa Petro. Waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro 3 mstari wa 3. Mwanamke haruhusiwi kuvaa suruali. Inakuwa mdada unavaa suruali mpaka unashindwa kutembea. Unavaa sketi hata unashindwa kupiga tambo. Hiyo ni jehanamu inakuotea. Geuka utubu. Yesu anakutaka wewe mdada. Yesu anakutaka wewe mama. Yesu anakutaka wewe kijana. Geukia Yesu. Geukia Yesu. Akubadilishe. Geukia Yesu. Akutengeneze. Geukia Yesu. Jioni leo tumekuletea habari njema. Yesu anataka ubadilike wewe mama. Yesu anataka ubadilike wewe baba. Achana na mambo ya dunia. Mambo ya dunia inapita. Unakufa unaviacha. Mtumikie Bwana leo. Yesu. Geukia Yesu. Acha njia zako mbaya. Yesu anakutafuta. Alikufa msalabani kwa ajili yako. Alikufa msalabani kwa ajili yako. Alikufa msalabani kwa ajili ya wewe baba. Alikufa msalabani kwa ajili ya wewe mama. Yesu anakutaka jioni ya leo. Anakutaka umgeukie yeye. Bado una pumzi jioni ya leo. Unafurahia hiyo pumzi uliyo nayo. Yesu anakutaka. Yesu anakutaka wewe mama. Yesu anakutaka wewe kaka. Anakutaka ukamtumikie. Anakutaka ukamtumikie. Amen. Nisomee hapo mtumishi. Waraka wa kwanza wa Petro. Ndio. 3 mstari wake wa 3. Ndio. Neno la Bwana linasema. Ndio. Kujipamba kwenu. Kujipamba kwenu nyie wanawake. Kujipamba kwenu. Kujipamba kwenu nyie wasichana. Kujipamba kwenu. Kujipamba kwenu nyie mabinti. Kusiwe kujipamba kwa nje. Kusiwe kwa kujipamba kwa nje. Kusiwe kujipamba kwa nje. Kusiwe kwa kujipamba kwa nje. Unaonekana nje mtu safi. Ila moyoni ni chafu kabisa. Yaani hata ungu yani hata kuazili. Mungu anakutaka umgeukie yeye. Mungu anakutaka ujipambe ndani ya moyo wako. Mungu anakutaka umtumikie. Jioni ya leo tunakuletea habari ya Yesu. Jioni ya leo tunasema Yesu anaitaka roho yako. Anataka nafsi yako ikamtumikie.
wengine, acha kutumikia mabwana wengine. Tumikie Yesu peke yake. Haleluya. Mtumishi bali yaani kusuka nywele, kujipamba kwenu ndio kwa kusuka nywele. Unasukaje nywele? Unaweka mapepo kichwani, unafungulia milango ya kuzimu, mapepo ya kila siku, magonjwa. Kisa hizo nywele, hujui tu siri ya kuweka rasta kichwani, hujui siri ya kusuka, hujui siri ya kuvaa hereni, hujui siri ya kuvaa pete, hujui, ndio maana unavaa. Leo tunakuletea habari njema ya Yesu. Jioni ya leo tunakuletea habari njema ya Yesu. Tubu leo, tubu leo, tubu leo. Yesu anakuita wewe kaka, Yesu anakuita wewe baba. Tubu jioni ya leo, tubu geukia yeye, tubu acha njia zako mbaya. Tubu jioni ya leo, tubu kijana, tubu wewe baba, tubu wewe mama. Yesu anakutaka, Yesu anakutaka hivyo hivyo ulivyo. Yesu anakutaka hivyo hivyo ulivyo. Yesu anakutaka hivyo hivyo ulivyo. Amen. Amen, amen. Endelea mtumishi. Kujitia dhahabu, na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni, usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Amen. Yesu anakutaka wewe mwanamke, acha kusuka nywele. Wewe mwanamke, acha kuvaa hereni. Wewe mwanaume, acha kuvaa hereni ya kiume. Unasema eti hii ni cheni ya kiume. Hakuna cheni ya kiume wala cheni ya kike. Yesu anakataa vyote hivyo. Ni ubatili mbele yake. Utachoma moto kisa pete uliyoivaa. Unasema ni pete ya ndoa. Hiyo pete ya ndoa itakuchomesha moto. Hiyo pete ya ndoa hautaona ufalme wa Mungu. Jioni ya leo tunakuletea habari njema ya Yesu. Yesu anakutaka. Yesu anataka nafsi yako ukamtumikie yeye. Ukamtumikie yeye katika roho na kweli. Tubu ugeuke. Tubu mgeukie Yesu. Yesu anahaja na wewe mama. Yesu anahaja na wewe kaka. Yesu anahaja na wewe dada. Anakutaka ukamtumikie yeye. Usiwatumikie mabwana. Usiwatumikie waganga wa kienyeji. Yesu anakutaka. Yesu anataka nafsi yako. Ukamtumikie yeye peke yake. Ukamtumikie yeye. Mtumishi, naomba nisomee kile kitabu cha Yeremia. Kitabu cha nabii Yeremia 7 mstari wa 5. Yeremia 7:17 mstari wa 5. Yesu anakutaka jioni ya leo. Yeremia 17. Yesu anakutaka umtumikie yeye. Yesu anakutaka